Chief Godlove naye ameweza kuvunja ukimya juu ya kile kilichotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025, siku ya uchaguzi mkuu, ambako pia kulikuwa na maandamano yaliyosababisha vifo kwa watu wengi sana waliokuwa wakiandamana na ambao walikuwa hawaandamani. Chief Godlove ameungana na mastaa wenzake, watu maarufu wenzake, kuzungumza na kutoa pole kwa Watanzania wote walioathiriwa na maandamano hayo, lakini pia kutoa pole kwa Watanzania wote walioondokewa na ndugu, jamaa na marafiki katika maandamano hayo. Chief Godlove anasema, ndugu zangu wa Tanzania, huu sio wakati wa kuzungumza kuhusu rafiki wa kweli au ndugu wa kweli ni yupi, kutokana na nani alikuwa unawasiliana naye wakati wa shida ya internet au mawasiliano. Wakati huu ni wakati wa kuliombea taifa letu kuwa na amani na mshikamano. Hakuna ndugu wa kweli anayeweza kusherehekea maumivu ya wengine au kujivunia mgawanyiko wa taifa. Sote ni ndugu wa Tanzania, na umoja wetu ndio nguzo ya amani yetu. Hebu tusimame pamoja, tuombee waliotutangulia walazwe mahali pema peponi, na tusonge mbele kwa matumaini. Huu sio wakati wa kunyosheana vidole. Yule CCM, yule Chadema, yule Mkristo, yule Muislamu, yule Mnyakyusa, yule ni Mzanzibari, haitatufanya tukawe na amani Tanzania. Tanzania ina thamani kuliko kitu chochote. Tuliombee amani taifa letu. Mungu ibariki Tanzania. Baada ya kuandika hivyo, watu hapa wamekuja na kutia comment. Kuna wengine wanamkataa na kumuona ni mnafiki kwa sababu alikuwa kimya, lakini kuna wengine ambao wanapokea ushauri wake huo.